Shalom. Sasa leo nitakutajia majina matano ambayo hautakiwi kumpa mtoto wako kabisa. Sababu jina unalompa mtoto lina mahusiano makubwa na maisha ambayo mtoto huyu atakwenda kuyaishi. Wengi ambao tuko mahali hapa siku ya leo, maisha yetu yameharibika sio kwa sababu Mungu hajatupa baraka, sio kwa sababu Mungu hatupendi. Yaani kwa sababu ya majina ambayo tumepewa. Lakini majina haya nitakayokutajia siku ya leo hautakiwi kumpa mtoto wako kabisa. Ama hata kama wewe sio mzazi, kama wewe ni dada, kama wewe ni kaka, usikubali mdogo wako aweze kupewa majina ya aina haya, kwa sababu majina ya aina hii yanaleta mikosi, mabalaa na nuksi na vitu vibaya kwenye maisha ya mtu. Ndio maana hata kwenye maandiko matakatifu unaona Mungu alipokuwa anataka kwenda kuwabariki watu, alikuwa anawabadilishia kwanza majina. Mungu kabla hajambariki Yakobo, alibadilisha jina lake. Alitoa jina la Yakobo akapeleka jina Israeli. Mungu alipokuwa anataka kumbariki Abrahamu, akambadilishia jina lake, akamtoa jina kutokea Abrahamu akampeleka kwenda Ibrahim. Mungu alipokuwa anataka kumfanya Paulo kuwa mtumishi wake, alimtoa kwenye jina Sauli akampeleka kwenye jina Paulo. Unaona, Mungu alikuwa na tabia ya kubadilisha majina kabla hajawabariki watu. Sababu Mungu alikuwa anajua ya kwamba hata nikimpa mtu baraka kama sijambadilishia jina lake, hakuna kitu chochote ambacho kinaweza katokea. Kwa hiyo jina la mtu lina mahusiano moja kwa moja na baraka za mtu. Sasa ninapokwenda kutajia majina haya, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike pale ulipo. Mungu akubariki sana. Sasa jina la kwanza ambalo unatakiwa kumpa mtoto wako ni majina ya kurithi kutoka kwa mababu, mabibi, shangazi ama ndugu wengine. Kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa 5 anasema kwamba nami nawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Majina yana uwezo wa kubeba tabia. Kwenda jina ambalo umempa mtoto wako ama jina ambalo umepewa wewe ni jina la babu yako. Zile tabia alizokuwa nazo babu, kama babu alikuwa ni mlevi, kama babu alikuwa ni mtu ambaye anaoa ndoa za mitara, na maanisha ndoa za mke zaidi ya mmoja, unajikuta nawe siku leo unatembea kwenye hatima hiyo hiyo. Kama shangazi yako alikuwa na hasira, kama umepewa jina la shangazi, zile tabia alizokuwa nazo shangazi, ile hasira aliyokuwa nayo shangazi, na wewe ndio unakuwa nayo. Ama kuna wengine mmepewa majina ya wajomba zenu, wajomba wenu walikuwa na viburi kupita kawaida. Ule kiburi ambacho kilikuwa kwa mjomba wako ambaye umempa mtoto wake jina lake, kile kiburi ambacho alikuwa nacho mjomba wako, kile kiburi unacho wewe siku ya leo. Kuna wengine hata umasikini, mikosi, mabalaa ambao walikuwa nao watu ambao wamechukua majina kutoka kwao, na siku leo unaanza kutembea nao hivyo hivyo. Na ndio maana kuna cause zingine, vidonda vya tumbo haviachii, visukari haviachii, pressure haziachii, ni kwa sababu wanarithishana majina. Na hawa wanaorithishana majina walikuwa wanasumbuliwa na magonjwa hayo. Kwa magonjwa yanatoka kizazi kimoja yanaenda kizazi kingine kwa njia ya majina. Kwa unatakiwa uwe makini sana majina ambayo unapewa, majina ambayo unampa mtoto wako. Usimpe mtoto jina la kurithi. Jitahidi kumpa mtoto basi jina hata la kwenye Biblia. Ama basi mpe mtoto jina lenye maana nzuri. Usimpe mtoto kila jina tu. Na ndio maana nimekwambia siku leo natakiwa ubaki mpaka mwishoni mwa video hii ili niweze kukuonyesha ni kitu gani cha kufanya kama umepewa majina ya namna hii. Kama umepewa majina ya kurithi, ni jambo gani unalotakiwa kulifanya. Sasa jina la aina pili ambayo unatakiwa kumpa mtoto wako ni majina yanayotokana na huzuni ama uchungu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 35 na mstari wa 18 inasema Raheli alimuita mtoto wake Benon, maana yake mwana wa huzuni. Lakini Yakobo akabadilisha jina Benon kwenda kwenye jina Benjamin. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anajua Benon ataendelea kuishi maisha magumu, ataishi maisha ya huzuni, ni kwa sababu ya jina lake. Kwa hiyo akaamua kumbadilishia jina. Na watu mliwapa watoto wenu majina au mlipewa nyie majina na wazazi wenu, ni kwa sababu mzazi wako kipindi ambacho anakubeba wewe mimba alikuwa anapitia hali fulani ngumu sana ya maisha. Alikuwa anapitia shida fulani katikati ya maisha yake. Na alipokuwa anapitia shida zile, akaamua ya kuita shida. Unajikuta sasa huyu mtu aliyepewa jina la shida anaanza kuishi maisha ya shida, sio kwa sababu yeye ana shida, yani kwa sababu ya jina lake linatamka nini kwenye maisha yake. Kutokana na aina ya jina ambalo uko nalo, na hatima yako itakuwa hivyo hivyo. Ama kuna mwingine anasema, yani mtumishi wa Mungu, mimi ni mzaa huyu mtoto katika hali ya majuto sana. Yani mzaa mtoto huyu nikiwa na uchungu mkubwa sana. Ndio maana nikaamua kumuita mtoto majuto. Mtoto anaanza kuishi kwenye hali ya majuto sio kwa sababu yake yeye, ni kwa sababu ya wewe mama ama wewe baba ambao ulimpa mtoto wako jina la majuto. Kwa mtoto anaanza kuliishia jina lake. Huyu mtoto kila sehemu ambapo anaenda anakuwa anakosa kibali. Huyu mtoto akiingia kwenye mahusiano anajuta, akitembea kwenye maisha yake anajuta. Kama kuna wengine wamepewa majina ya kilugha, majina ya lugha zenu za asili. Shida sio jina la lugha ya asili. Maana gani ipo nyuma hilo jina? Jina hilo la asili na maana gani nyuma yake? Ushajiuliza jina lako lina maana gani nyuma yake? Ama kuna mwingine anamuita tu mtoto cha usiku. Yaani mzazi tu anajisikia kumuita mtoto cha usiku. Huyo mtoto anaitwa cha usiku atakuja kuwa pasua kichwa kwenye maisha yako. Atakuja kusumbua katika namna ambayo wewe hujawahi kuanza. Ukipa mtoto wako jina kutokana na uchungu, ataanza kuishi ule uchungu, atauishi ule uchungu, hatima yake itakuwa imejaa uchungu. Sasa ninapokwenda kuonyesha jina la tatu, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo. Na kama bado hujalike mpaka hapa tulipofika na unabarikiwa, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa jina la tatu ni majina ya miungu au mizimu. Majina haya yana tabia ya kufungua milango katikati ya ulimwengu wa kiroho. Kuna wengine wamepewa majina ya miungu ya Kichaga, wengine wamepewa majina ya miungu ya Kindali, wengine Kisukuma, wengine Kihehe, wengine Kinyakyusa. Angalia, baadhi ya majina hayo ya miungu yana maana mbaya. Kuna wengine majina yenu ya miungu yanamaanisha uasi, mengine yanamaanisha vita, yana maana mbaya, yana maana ambazo sio nzuri. Kwa hiyo usije ukampa mtoto wako jina eti kwa sababu liko kwenye Biblia. Kwa makini na kuchunguza jina hilo lina maana ipi. Kwa sababu kwenye Biblia kuna watu ambao ni waovu na kuna watu ambao ni wema. Kuna watu ambao ni watakatifu na wenye dhambi. Kwa mfano, kuna mtu unaweza kumpa mtoto wako jina Delila. Unajua maana ya jina Delila? Sio kwa sababu tuliko kwenye Biblia inatakiwa kumpa mtoto wako.
Jina Delila linamaanisha wickedness, maana yake inamaanisha uovu. Kwa unapompa mtoto wako jina Delila, jua mtoto wako atakuja kuwa muovu. Mtoto huyu atakapoanza kukua, mambo ya wanaume atakuwa ni mambo yake, mambo ya wanawake atakuwa ni mambo yake, uzinzi, umalaya, ukahaba utakuwa juu ya huyu mtoto. Kwa nini? Kwa sababu ya jina ambalo umepewa. Au hata wewe unayenisikiliza, siku leo kuna tabia ambazo unapambana nazo, kuna tabia ambazo sio nzuri, ambazo unatamani kuziacha, lakini unashindwa. Unashindwa ni kwa nini? Sio kwa sababu yako wewe, ni kwa sababu jina ambalo umepewa ndio linaratibu hiyo tabia. Sasa jina la 4 ni majina yenye maana mbaya. Majina haya yanawafanya watu waishi kutokana na maana ya jina ambalo mtu amepewa. Kwa mfano ndio hiyo, unamuita mtoto wako jina Majuto. Angalia maana ya jina hili Majuto. Huyu mtoto huyu ama mtu huyu ataishi maisha yake yote katika hali ya majuto, ni kwa sababu ya maana ya jina alilopewa. Unajua jina liko kwenye ulimwengu wa matamshi. Jina linatamkwa. Ni sawa sawa na mtu anayekutamkia maneno mabaya. Huyu mtu anakutengenezea future mbaya. Huyu mtu anakutengenezea maisha mabaya. Kwa kila muda ambao mtoto wako atakuwa anaitwa jina fulani, ndio muda huo maisha yake yatakuwa yanazidi kuharibika. The more watu wanavyozidi kumuita Majuto, maisha yake ndivyo yanavyozidi kujaa majuto. The more watu wanavyozidi kumuita mtu Sikuzani, ndio maisha yake yanakuwa Sikuzani. Mtu yote anamuita mtoto wake jina Sikuzani, mtoto huyu haji kuaminiwa na mtu yoyote kwa sababu ya jina lake linaitwa Sikuzani. Jina lile linaleta disappointment, jina lile linaleta misfortune, jina lile linaleta kila namna mbaya kwenye maisha ya mtu. Unajua kuna watu mna tabia mbaya, mnatafuta majina ya Google. Unaenda ku Google majina mazuri ya watoto mwaka 2026. Wewe unajua hilo jina asili yake ni wapi? Unajua hilo jina limetokana na nini? Unajua historia hilo jina? Unajua yule aliyetoa jina alikuwa ni nani? Na jina la 5 ni majina ya wanyama. Sasa naomba usikilize kwa makini. Kuna watu wanaitwa vifaru. Kuna watu wanaita tembo. Kuna watu wanaita ng'ombe. Unaweza ukaanza kuishi maisha yenye sifa za mnyama ambao umepewa. Naomba unisikilize kwa makini. Wewe kama umepewa jina lako ni nyoka. Hilo jina nyoka inaweza kuwa ni la kwanza ambalo umepewa, ama inaweza ikawa ni jina la ukoo. Tabia za nyoka ni nini? Tabia za nyoka ni mtu mwenye hila. Maisha yako mengi yatakuwa ni maisha yenye hila. Utakuwa ni muongo, utakuwa ni mchonganishi, utakuwa ni mtu wa kuharibu mambo, utakuwa ni mtu wa kupangua vitu vya watu. Wewe una hila nyingi na ni mbea sana, na ujui hizo hila na umbea vimetokea wapi. Ama unampa jina mtoto wako, au wewe unaitwa Simba, aidha ni jina la kwanza ama ni jina la mwisho. Mbona mimi ni mtu mwenye hasira sana? Wakinikwaza kidogo, natamani kuvunja vitu, natamani kupiga mtu, natamani kumchoma mtu visu, natamani kujiua, natamani kujiteketeza. Na kuuza kitu cha kawaida, unaenda kuchukua jiwe, unaenda kubonda TV. Hasira zako ni hasira za kuharibu vitu. Hasira zako ni hasira za kuharibu mambo. Kwa hiyo angalia, usimpe mtoto wako majina kutokana na wanyama, kwa sababu mtoto wako atakuwa anaishi maisha kutokana na sifa ya yule mnyama. Sasa napokwenda kukwambia ni kitu gani cha kufanya, kama jina lako limeangukia moja kati ya majina 5 ambayo nimeyataja siku ya leo, kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo. Jambo la kwanza utakalofanya, jiunganishe jina lako na jina la Yesu. Kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 na ule wa 10 inasema, kwa maana yeye amepewa jina lipitalo majina yote. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi mafupi, utamwambia Mungu, ninaiungamanisha siku ya leo jina langu na jina lako kuanzia sasa. Mungu, sitatembea kwenye laana ya jina langu, bali Mungu, mimi najiunganisha jina langu na jina lako. Ninajua jina lako ni jina kubwa kuliko majina yote. Jina lako ni jina kubwa kuliko laana ambayo nimepewa kwenye jina langu. Kuanzia siku ya leo Bwana, naliungamanisha jina langu na jina lako kuanzia sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Na jambo la pili utakalofanya, utamwambia Mungu, ninaomba unipe jina jipya. Kitabu cha Isaya sura 62 na ule mstari wa 2. Nawe utaitwa jina jipya litakalotajwa na mataifa yote. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi, utasema hivi: Mungu, ninaomba unipe jina jipya siku ya leo. Jina langu Bwana likatajwa na mataifa yote. Jina langu likakubaliwa na mataifa yote. Baba, ninaomba unipe jina jipya kuanzia sasa. Achilia jina jipya katikati ya maisha yangu, katika jina la Yesu. Amen. Na utakapofanya mambo hayo mawili, na kuhakikishia kwamba jina lako itakuwa ni jina kubwa, itakuwa ni jina zuri. Hata kama jina lako lina maana mbaya, ni jina la mizimu, lakini utakapofanya mambo hayo mawili, na kuhakikishia kwamba jina lako itakuwa ni jina zuri na ni jina lenye baraka. Na kama umebarikiwa na video hii na unatamani uweze kutoa sadaka yako, uweze kusapoti huduma hii kwa sadaka yako, unaweza ukatoa sadaka yako kupitia namba zetu ambazo zinaonekana hapo kwenye screen yako. Na utakapokuwa unafanya hivyo, Mungu akubariki sana na kuzidishia pale utakapotoa, katika jina la Yesu. Amen. Lakini kama una shida binafsi, unatamani uweze kuombea, unatamani uweze kufika kanisani kwetu ili uweze kuabudu pamoja na sisi, unaweza ukachukua namba zetu za simu ambazo zinaonekana upande wako kulia chini wa screen, ukanipigia. Usitume message, nipigie moja kwa moja. Na kama umebarikiwa na video hii, basi andika kwenye comment section ya kwamba nimejifunza kitu. Na muda huu tumefikia mwisho wa video hii. Kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike, basi unaweza ukalike pale ulipo. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Sengo. Amen. Shalom. Peace.